naitwa Stambuli Miovela, mkurugenzi wa Oasis Financial Services Limited. Sisi ni washauri wa kodi na tumekuwa tukiwashauri sana makampuni ya Kichina, hasa katika kuhakikisha kuwa kodi zinalipwa kwa usahihi, lakini ambazo ziko sahihi, ambazo zina uhalali, lakini pia na wenyewe wanafuata misingi ya sheria za kodi nchini. Kikubwa kwenye mafunzo ya leo ni utayari wa serikali katika kurahisisha mifumo ya kodi, kama kamishna mkuu alivyosema kuwa Mamlaka Mapato Tanzania imeshawekeza kwa kiwango kikubwa kwenye mifumo ya ulipaji kodi ambao kwa sasa tunaotumia unaitwa iDRAX. Huu ni mfumo wa kidijitali, ni mfumo unaorahisisha mtu yoyote kulipa kodi sehemu yoyote duniani alipo. Na hii tunaamini kwa sababu Tanzania ni ya kwanza Afrika Mashariki, inaiweka Tanzania kwenye nafasi kubwa ya kuvutia wawekezaji zaidi wa Kichina, hasa kuja hapa kwenye nchi yetu. Na nchi yetu kama tunavyojua kuwa ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi, sasa hivi na vijana wengi wenye ujuzi mkubwa, lakini iko kwenye nafasi nzuri ya kijiografia ya kuvutia wawekezaji. Lakini pia mazingira yetu ya kisiasa ni mazuri kuliko nchi yoyote katika ukanda wetu wa Afrika. Hivyo tunaushukuru sana ushirikiano wa TRA na balozi kuweza kupanga na kuratibu mkutano huu kwa pamoja. Tunaamini inaenda kufungua milango mikubwa zaidi ya uwekezaji na serikali itapata kodi zaidi na zaidi. Leo tuna furaha, nimekutana na balozi wa China nchini Tanzania, Mheshimiwa Meng Jian. Tumezungumza na wafanyabiashara wanaotoka China. Mambo tuliyozungumza mengi, lakini makubwa ni moja, nimewahakikishia kwamba tutaendelea kuwasaidia ili wafanye biashara kwa haki na kwa utulivu. Lakini tumesisitiza kwamba TRA haina ugomvi na makampuni yanayotoka China. Sisi tuna ugomvi na wanaokwepa kodi. Yoyote yule anayekwepa kodi ndani ya nchi yetu bila kujali anatoka nchi gani, huyu ana ugomvi na sisi. Kwa hiyo tutatoa elimu kwao, lakini tutachukua hatua kwa wale ambao hawataki kufuata sheria za nchi yetu. Hili nimelisisitiza, lakini lingine nimewahakikishia kwamba ili kujenga mfumo wa kodi ambao ni tabirifu, predictable, lakini ambao unatenda haki, lakini ambao ni wa kisasa na unaoondoa usumbufu, kama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyothibitisha kwamba tutakwenda kutekeleza mapendekezo 284 yaliyotolewa na Tume ya Rais ya kuboresha mfumo wa kodi nchini. Na mapendekezo yale yamelenga kwanza kuhakikisha kunakuwa na usawa, anayepaswa kulipa kodi alipe na asiyestahili asilipe, lakini pia turahisishe mfumo, tuwezeshe biashara za watu wote waliopo humu ndani, lakini tuwe na mfumo wa kodi ambao ni rahisi na wa kidigitali, ambao hata yule mwenye simu anaweza akautumia na akafanya shughuli zake. Commitment yetu kwamba TRA tuko tayari kuanza utekelezaji, na mengine tumeshaanza kuyatekeleza. Yale ambayo hayahitaji mabadiliko ya sheria, yanahitaji usimamizi, tax administration, tumeanza kuyatekeleza na tutaendelea kuyatekeleza. Na mojawapo ndo haya ambayo wanafundishwa humu ndani. Wanafundishwa mfumo wa iDRAX ambao ni kuibadilisha TRA iwe ya kisasa, iwe ambayo inatumia mifumo hiyo ambayo inapunguza kuonana kati ya maofisa wetu na wafanyabiashara. Na nimewahakikishia hapa kwamba tutaweka mazingira ya kuondoa rushwa, lakini pia nimewaambia na makampuni ya Kichina kwamba na wao wasiwe sehemu ya kushawishi baadhi ya watumishi ambao wachache wasio waadilifu kushiriki kwenye hayo mambo. Maana kunapokuwa na rushwa anakuwepo mfanyabiashara anayeshawishi, lakini anakuwepo na watumishi wachache. Sisi upande wetu tutaondoa mazingira yote
ambayo yanaondoa urasimu, ambayo yanaweka uwazi na kuhakikisha kwamba biashara zinashamiri na wananchi wanaendelea kufanya shughuli zao za kiuchumi. Good morning, everyone. So glad to be here to attend the tax conference together with Honorable Commissioner General of the tax. And you see, China and Tanzania are very good friends. We have long-standing friendship since more than 60 years ago. And after so many years of development, and there are a lot of Chinese investors, contractors, traders in Tanzania to develop together with our Tanzania partners. And Chinese taxpayers are the main ones to pay tax in this country as the foreign investment. And Chinese government, through the Embassy of China here, to encourage all the Chinese companies to abide by the law and the regulations of Tanzania to pay tax accordingly. So this conference and platform is a very good opportunity and a very good platform to understand better and well for the two sides. We are very confident for the future development of both China and Tanzania. And I believe through those kind of cooperation, both of our countries will achieve the sustainability and will achieve the good development in the future. Thank you so much. Mheshimiwa Balozi wa Jamhuri ya Watu wa China, Mheshimiwa Chen Mingjian. 尊敬的中国驻坦桑尼亚大使陈明健阁下， Mheshimiwa Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania, ndugu Yusuf Juma Mwenda, 尊敬的税务局总局局长， viongozi na wakuu wa idara ya Mamlaka ya Mapato ya Tanzania TRA, makamishna na wakuu wa idara, 以及其他税务局的各位领导， Jumuiya ya Wafanyabiashara ya Uchina, 中资企业商会的各位成员， habarini za asubuhi na wakaribisheni sana. 大家早上好吗？欢迎大家的到来。 Mkutano huu wa leo unaonyesha ni jinsi gani nchi zetu mbili ambavyo zimekuwa zikishirikiana katika nyanda za biashara, hasa toka historia yetu inaanzia toka viongozi waasisi wa taifa hili Mwalimu Nyerere na mwenyekiti Mao.